Ukiwa umesimama, nimshukuru Mungu kwanza. Muumba mbingu na nchi, mfalme wa amani, Bwana wa mabwana. Jina lako limetukuka sana. Jina lako ni takatifu. Wewe uliyekuwa, uliyeko, utakayekuwapo. Asante kwa ajili ya magharibi ya leo. Ni majira mazuri. Tunaenda kuyasikia maneno yako. Tunaenda kujifunza na kuyafahamu mapenzi yako. Naomba vipawa vyako vikapate kuwepo katikati yetu. Neema yako ikamkalie kila mmoja. Ukaruhusu roho, hekima na maarifa na ufahamu kutuhudumia jioni ya leo. Tunatamani ile kiu tulionayo na ile njaa ukatushibishe katika neno lako. Tunaomba kuinuka katika maeneo yetu ya kimaisha, ya kimwili na kiroho. Tukainuke katika familia. Hata mkono wako ukaonekane katika utendaji. Mahali palipokuwa katika hali ya kuteseka kimwili au kiafya, au katika eneo lolote la kiroho, tunaomba vipawa vyako vikaonekane. Roho Mungu, asante maana upo pamoja nasi. Hakika kwamba umetubariki. Katika jina la Yesu Kristo, kanisa tuseme amen. Hebu tumpe Yesu makofi mazuri. Ukiwa umesimama, naomba msalimie aliye jirani yako, mpe mkono tu, mwambie shalom. Mwambie tu yoyote unayemwona aliye karibu, shalom, shalom. Ni salamu niliyoizoea kwa yoyote. Mungu akubariki. Basi unaweza kukaa pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Unayo amani jioni ya leo? Basi mimi nianze kusema namshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Ni saa nzuri, tunaenda kusikiza neno la Mungu. Lakini kabla ya kulisikiliza neno, nitoe shukurani kwa mwaliko huu kuja Dodoma. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii kuweza kupata kutoka katika huduma ya mtumishi wa Mungu. Nilijuana naye Arusha katika kongamano la madhehebu yote Arusha, lililoandaliwa na makanisa yote ya Kiprotestanti na Kipentekoste, na mimi nikiwa ni mmoja katika wanenaji. Alikiwa kwenye ile kongamano tuliweza kufahamiana. Lakini pia aliniomba kama nikipata mwaliko wake nikubali. Na nimekubali mwaliko wake, nimekuja hapa. Na haikuwa rahisi tu, lakini kwa sababu nikishasema au nikishatoa ahadi lazima nitafanya. Mimi ni mwenyeji wa Arusha na ninafanya na huduma ya House of Abraham, nyumba ya Abraham. Ukitufuatilia kwa YouTube utaikuta nyumba ya Abraham. Ndio huduma tunayotumika nayo. Walioshika kamera hawa tuko pamoja, tumetoka Arusha. Na coordinator wa nyumba Abraham mkoa wa Dodoma yupo hapa. Naomba dada yangu usimame, wapungie mkono watumishi wa Mungu. Yeye ni mmoja katika watu wa huduma ya nyumba Abraham. Dada yangu Dorothy huwa na coordinate mikutano yangu ya Dodoma ya nyumba Abraham. Amen. Sio mara ya kwanza kuja Dodoma, nimekuja mara nyingi. Ni mhubiri wa zaidi ya miaka 35 nikitumika Tanzania na nje ya Tanzania. Mungu amenibariki kwenye huduma hiyo.
sijawahi kupungukiwa. Amen. Bwana asifiwe. Na nimeyafuatilia pia mambo muhimu ya kimungu katika kanisa, kuyajua ni yapi ya muhimu kuyafata, yapi ya kuanza kuyasikiliza, yapi ya muhimu katika maisha yetu ya kiroho, ni yapi ambayo katika maisha yetu ya kiroho tunapungukiwa, yapi ambayo ni ya muhimu sana kuyajua kwa haraka. Na nimefuatilia kwa kuchunguza sana kwa muda mrefu. Kwa nini Mkristo anazidi kuteseka? Kwa nini Mkristo anazidi kuwa maskini? Kwa nini majaribu ya Mkristo ni mengi na ni mazito? Haya yote nimeyachunguza kwa muda mrefu. Bwana asifiwe. Na nikamwomba Mungu kwa kipindi kirefu, kama kuna jawabu nionyeshe, kama kuna njia ya kutokea nionyeshe. Na Mungu ni Mungu anayeongea. Sema amen, amen. Nikapata majibu na nikaweza kupata nafasi ya kuzungumza na watu kila mahali ninapokwenda, ili kuonyesha lile kusudi ambalo Mungu alilomtuma Kristo duniani, vile ambavyo liko kimaandiko. Na kama Mkristo ataelewa na kuamini, anaweza akavuka kwenye mapito yake. Hilo ni la kwanza. La pili, nikaligundua eneo lingine ambalo ni la muhimu sana, na ambalo Mungu alisema na mimi kabla sijaliona ni la muhimu: kuzijua nyakati na majira ya kurudi kwa Yesu. Kanisa la siku za mwisho limekosa kujua hayo, na limepoteza muda mrefu kwa kulala usingizi, na mwishoni tunajikuta tuko kwenye kanisa lililopoa, linaishi kama kanisa la mataifa. Halijui wala halina haja ya kujua. Wanayemwamini anaweza kaja saa yoyote. Kwa hiyo hilo nalo akaniambia nilifundishe na kulihubiri kila mahali nitakapokwenda. Kanisa kujua nyakati tunazoziishi, ni majira ya namna gani, na tuko karibu kiwango gani kumwona Yesu akija na mawingu. Nimeanza kulihubiri kwa zaidi ya miaka 15. Watu walikuwa hawanielewi, hata wahubiri wengine wengi hawanielewi. Lakini kwa kipindi cha miaka 2-3 iliyopita, nimeona sahihi mioyo ya wachungaji wengi Tanzania na nje ya Tanzania wananitafuta kwa njia ya simu wakiwa na maswali mengi, wa makanisa ya aina zote. Naulizwa na Wakatoliki, naulizwa na Waprotestanti, naulizwa na makanisa ya Kiassemblies, ya Kipentekoste, mpaka Wasabato wananiuliza maswali juu ya mambo ambayo yako juu ya dunia leo. Na mimi Mungu amenipa neema, ninayazungumza kwenye kila jukwaa kwamba anytime from now parapanda inaweza kalia. Kwa mujibu wa maandiko na unabii, mambo ambayo yamenenwa yanaonekana wazi tayari kwa 99% yameshatimia yote.
labda ni 1% tu iliyobaki, ambayo mimi kwa akili zangu naweza nikasema ni Wakristo kuamka. Hiyo tu kilichobaki ni Wakristo kuamka. Lakini kwenye ishara, hakuna ishara nyingine tunaisubiria. Ishara zote zimeshatimia. Ishara zote kwa 99%. Hata saa hii sio ishara tena, tumeanza kunusa harufu ya mambo yatakayoenda kuonekana wakati wa dhiki kuu. Yameanza kujitokeza mifumo mbalimbali ya utawala unayoenda kutengeneza utawala wa mtu mmoja duniani, vile atakavyowatawala wanadamu kwa urahisi sana, namna ambavyo atakwenda kuwatawala wanadamu kwenye eneo la uchumi na eneo la kiimani, ambalo limeandikwa sana kwenye vitabu vya Ufunuo na Daniel. Uchumi na masuala ya imani, wanadamu wote watashikiwa pale ili kula na kuishi. Atawashika kama kuku wa kisasa. Hakuna serikali ya dunia hii itakayompinga, maana hata sasa hii serikali zote za dunia zinamuunga mkono, zote za dunia. Hakuna serikali ya dunia hii inaweza ikafanya vita na huyo mtu. Hakuna. Maana kwenye mfumo wa uchumi, yeye anawaongoza watu wa serikali zote za dunia. Saa hii kila kiongozi wa dunia, kila mtawala hana uwezo wa kushindana na huyo mtu. Kwenye eneo la kiimani, nalo atakwenda kuwaingilia kila mwanadamu. Biblia inasema mkubwa hata mdogo atawafanya waiabudu sanamu ya mnyama yule, na yoyote atakaye kaidi atakuwa amejiingiza kwenye hatari. Na inawezekana kabisa, kama maandiko yanavyosema, wengi ambao watakao kuwa wameachwa kwenye unyakuo, na watajua kabisa wameachwa, ambao nafahamu ni Wakristo. Kwa 1% kubwa Wakristo wenye ile angalau mwanga mdogo kuna unyakuo, lakini hawakuwa makini na wakapuuzia na wakayadharau yale mambo wanayoyasikia na kuyaona. Wakija kuachwa, wataikataa ile chapa ya ule mnyama na ule muhuri atakao lazimisha watu kupigwa, ili waweze kufanya biashara, waweze kuuza na kununua. Kwa hiyo wale Wakristo wa aina hiyo wakipingana naye, yule jamaa ana uwezo wa kuwapata katika eneo lolote. Hawana uwezo wa kukimbia wala kujificha. Katika muda huu tunavyoishi hapa, hakuna hata mmoja wenu anaweza kujificha mbali na huyo mnyama. Sahihi. Hata ukichukua hii simu ukaitupa, bado utapatikana. Hata ukaenda ukachimba shimo, ukaenda chini ya ardhi futi 30, ukasema mimi nitajificha hapa kwa miaka 7 nisionekane, hautaweza, utapatikana. Ndugu zangu, ulimwengu ulipofikia katika mazingira ya leo ya teknolojia na mawasiliano, kila mmoja hapa hana habari kuna satellite zinapita juu ya uso wao, zinachukua picha za watu na kuzihifadhi. Simu yako ya mkononi inachukua maneno yako, hata ukiizima inachukua picha yako, inachukua video yako, kila tukio unalo, hata ukiwa umelala, hii simu haizimikagi. Wameweza kumudu kuweza kuingia mpaka kwa watoto, mpaka kwa maskini. Kila mtu ana simu mkononi. Wameshahifadhi data za kutosha. Wanazo data hata za mtoto aliyoko tumboni hajazaliwa.
wameshaweza kukusanya data. Watakapoanza kuingia kwenye utawala, hakuna atakayeweza kujificha. Kwa hiyo kwenye eneo hilo hatuna hata tena sababu ya kusema kuna unabii tunaosubiri. Unabii mwingine tuliokuwa tunauwaza labda ungeanza kutokea wakati wa dhiki kuu, unabii ambao tungelifikiria labda baada ya kanisa kunyakuliwa, leo tumeanza kuyaona hayo matukio. baadhi ya unabii, na ninyi wengine mnaweza mkawa mnafuatilia, labda mmeshawahi kunisikia kwenye YouTube. Hata na mimi nilifikiria tukio kama la aina hiyo lingetokea wakati kanisa limenyakuliwa. Leo limeshatokea, tuko katika dunia bado hata unyakuo. Ni yale matukio ya wale malaika 7 watakao mimina vitasa, ambayo mimi kwa akili zangu kabla nilijua vile vitasa vitamiminwa wakati kanisa limenyakuliwa. Leo mpaka malaika wa 6 ameshamimina kitasa wa 6. Kwenye kitabu cha Ufunuo anasema naye akaambiwa amimine kitasa kile juu ya mto mkubwa Frati, na ule mto ukakauka, ili kupisha majeshi ya mfalme wa mashariki kwenda upande wa kaskazini, ili kutengeneza jeshi la umoja wa watu zaidi ya milioni 200, kufanya vita vitakavyokuwa ni vita vikubwa duniani, vitakavyopelekea wanadamu zaidi ya 1/3 ya wanadamu kuangamia. Sasa kitasa kama kumiminwa, kilishamiminwa miaka 2 iliyopita, 3. Mto Frati umeshakauka, na mfalme wa mashariki ameshajionyesha wazi na nguvu zake. Miaka 50 iliyopita mfalme wa mashariki tulikuwa hatujamjua ni nani. Maana ukiangalia mashariki mwa dunia ni nchi zilizokuwa India, China, Indonesia, Malaysia. Zile nchi zilikuwa ni maskini. Korea zilikuwa maskini sana. Leo zimeinuka kwenye dunia, zimekuwa ni nchi zenye uchumi kupita kawaida, zikiongozwa na China. Wamefika kwenye eneo la uwezo wa teknolojia za hali ya juu sana. Sasa mto Frati umekauka. China na kaskazini wameshapatana, wameshashikamana, Urusi na China, Urusi na Iran, Urusi, China na nchi za mashariki na India. Wameshatengeneza dola yao moja inaitwa BRICS. Wameshatengeneza umoja wa kijeshi, na idadi ya wanajeshi wao wameshafika zaidi ya milioni 200. Tuko tu hapa kwenye dunia, yaliyoandikwa tunayaona. Kwa zamani tulikuwa tunafikiri haya mambo yatatokea labda kanisa likiwa limenyakuliwa, lakini sasa hii bado hata unyakuo tumeshaona dalili za mambo haya yameshatokea. Kwa hiyo upo hapa, uko kwenye nyakati ambazo tunaona ni za lala salama. Bwana asifiwe. Piga makofi kwa ajili ya mvua nzuri inanyesha. Mara nyingi mimi mvua huaga inakujaga wakati nasimama madhabahuni. Kwa hiyo kwangu mimi ni dalili ya kwamba uwepo wa Mungu umeshashuka tayari kwa ajili ya huduma hii. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Ndugu zangu, tuko kwenye nyakati ngumu sana na za hatari kuliko nyakati zingine zozote katika historia ya tangu uumbaji. Ni nyakati za hatari mno, maana ni lala salama kabla tujaingia kwenye kipindi cha hukumu ya Mungu itakaye kwenda kuhukumu waliokufa na walio hai.
Tuko karibu hapo. Hatuna muda wa kufikiria tena. Hatuna. Mkiangalia matukio ya hali ya hewa, hayo matukio, ndugu zangu, matetemeko ya ardhi sasa hivi hayatabiriki. Wazungu walitengeneza mitambo, wanaweza wakadetect kama matetemeko yatatokea na yataleta madhara kiwango gani. Sasa hivi yamezidi, hawawezi kufanya utafiti kabla hajatokea. Linalipuka tu tetemeko lililotokea kama lililotokea Mnyamara. Leo wangapi wamekufa? Miji imetikitia, bahari zinachafuka, upepo na hama unahamisha maji baharini unapeleka nchi kavu. Volcano, nina rafiki yangu mtaalamu wa volcano yuko pale Arusha kutoka Switzerland. Amekuja kwa ajili ya kufanya utafiti wake kwenye milima ya Kilimanjaro, Meru na ule Udonyo Lengai. Anasema volcano za dunia sasa hivi uwezi ukazidetect, zinalipuka tu zenyewe ghafla bila mpangilio. Moto huo asubuhi mji haupo, watu wanashindwa kukimbia. Hizi mvua zinatisha sasa hivi. Mafuriko yanatokea, watu usiku wamelala hawajui. Mji unahamishwa. Arusha pale Manyara mwaka juzi, sikumbuki ni 2023, palitokea kitu ambacho hakijawahi tokea katika historia katika wilaya ya Katesh. Sio mafuriko ya mvua, mafuriko ya tope. Haijawahi tokea. Mlima Katesh ukalipuka volcano ya matope. Sijawahi kusikiaga kuna volcano ya tope. Mporomoko wa maji yaliyojaa tope na mawe yalizamisha nyumba za watu. Nyumba, mamia ya watu walikufa wakiwa wamelala hawajui. Tuko kwenye nyakati za mwisho. Nitasoma andiko moja, Mathayo 25. Mathayo 25. Nianze mstari wake wa kwanza. Biblia inasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wao walikuwa wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walitoa taa zao, wasitwae mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao
mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari waliingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, tufungulie. Akajibu akasema, Amin nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Mpe Yesu makofi mazuri. Nazungumza na nini? Kwa sababu nina uhakika mmekaa hapa ni Wakristo. Amen. Na ile andiko nalisoma la wanawali kwa sababu ni Wakristo. Wakristo ndio wameandikiwa mfano huu. Huu ni mfalme wa sisi ambao tunaitwa Wakristo. Kibiblia kanisa ni mwanamwali, ni binti aliyechumbiwa na Kristo, na wote kwa pamoja wanamtazamia bwana harusi atakuja, na wote kwa pamoja wamejiandaa kumlaki bwana harusi. Amen. Na wote kwa pamoja wanajua walichotakiwa kukiandaa. Wote walijua. Haleluya. Na kitu walichokuwa wanajua cha kujiandaa ni taa na mafuta. Tunaelewana kanisa? Na hawa pia walijiandaa wakijua muda. Ndugu zangu, huwezi kusema bwana harusi anakuja usiku kama ujui anakuja usiku. Hawa walijua bwana harusi anakuja usiku, saa tusiodhania atakuja. Na ndiyo maana waliandaa taa na wakaandaa mafuta. Sasa katika hawa wakagawanyika, walioandaa taa na mafuta, na wako walioandaa taa bila mafuta. Kwenye eneo hilo wakagawanywa, wakaitwa wenye hekima au busara, na wengine wakaitwa wapumbavu. Sasa mpumbavu ni yule aliyechukua taa lakini hakuchukua mafuta. Mwenye busara ni yule aliyechukua taa na akachukua mafuta. Sasa hapa mimi najiuliza maswali. Kwa nini bwana harusi alichelewa? Amen. Na kwa nini alikuja usiku? Usiku ni nini? Na kuchelewa kwake maana yake nini? Haleluya. Watu wa Mungu sawa sawa. Kwenye usomaji wa maandiko lazima kuwe na wakati wa kujifikirisha. Na kwa kuwa hawa maharusi hawakupewa muda, bwana harusi anakuja kwamba atakuja mchana, walipewa muda. Walipewa na bwana harusi muda ya kwamba mimi siji mchana. Mnanisikia watu wa Mungu? Yesu mwenyewe alisema, kesheni, maana atakapokuja mwana wa Adamu atakuja usiku kama mwivi. Kwa hiyo alitoa muda, na muda wenyewe aliuweka kabisa, sio mchana. Na akawaambia mara nyingi, kesheni, 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 maana anakuja kama mwivi usiku. Kwa hiyo hawa
wanawali wanajua bwana wao anakuja usiku, lakini hao wengine waliojua hawakuchukua taa na mafuta. Sasa usiku ukafika, wakasinzia, wakalala. Amen. Jamani, usiku kawaida kuna kulala, kuna kusinzia. Maandiko yanasema hivi, usiku wa manane wakasikia kelele, amkeni, bwana harusi. Usiku ni majira ya kila mtu, hasa usiku wa manane anazidiwa na usingizi. Ashukuriwe Mungu. Amen. Maandiko yanasema tulipata kuona wakiamshwa. Waamshaji wakawaambia watu, amka, anakuja bwana harusi. Hatujaambiwa ni nani, lakini waamshaji tupo. Ninaongea saa hii na wewe, ninakuamsha usingizini. Uamke, anakuja. Andaa taa zako na mafuta. Saa usiodhania, saa usiodhania kanisa litanyakuliwa. Namshukuru Mungu, huu ni wakati wa usiku. Mungu akizungumza usiku hamaanishi usiku wajua kwenda kulala. Anazungumza usiku wa maisha, watu wanapoondoka kwenye eneo la kumtaka Mungu na kuyatafuta mambo mengine yasiyotaka kumjua Mungu. Wanahusisha maisha yao na mambo ya dunia kuliko Mungu. Giza limeingia duniani sahihi, ndugu zangu. Giza limeingia kanisani. Mhubiri na Wakristo wake wamelala. Kila mmoja yuko kwenye harakati za kupambana na maisha. Wahubiri wengi sio kwamba wako madhabahuni uende mbinguni, wanaongea wazi. Bahati nzuri mitandao ya kijamii inatusaidia. Tunawasikia humu kwamba tafuta pesa bwana, mambo ya mbinguni sio sasa hivi. Wanaongea kwenye redio, wanaongea kwa TV na kwenye mitandao ya kijamii, na wana maelfu ya makundi ya watu, na wana maombi ya kukutangazia kufanikiwa kuliko kuingia mbinguni. Wana maombi ya kuvunja laana na mikosi ili ufanikiwe duniani hapa, lakini hawana shughuli na kujua jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Hilo sio jukumu lao. Wanasema sisi tunataka kwanza upate hapa duniani. Ndugu zangu, Yesu aliuliza, itakufaidia nini ukaupata ulimwengu wote na mwisho ukatupwa jehanamu? Akatolea mpaka mfano masikini na Lazaro, aliyekuwa masikini kwenye mlango wa tajiri. Anaonyesha wazi, tajiri hakujali, tajiri hakuogopa, lakini siku ya kifo kilipofika alimwona masikini kwenye kifua cha Abrahamu. Mimi natamani
Kuwa na pesa sio tatizo, lakini maandiko yanasema kupenda pesa ni chanzo cha mabaya yote. Ulimwengu wa leo 90% ya kila Mkristo anaenda kanisani ili Mungu ambariki. Auendi kwa sababu unampenda Mungu, unaenda ili Mungu akufanyie muujiza. Unaenda ili mtumishi akakutabirie kwamba utafanikiwa, maisha yako yatakuwa mazuri. 90%. Ukitaka kuwa mchungaji mzuri mwenye watu wengi, usiwaambie watu kuna kuingia mbinguni. Wewe waambie watafanikiwa. Watabirie. Waambie mwaka huu lazima utoboe. Mwaka huu utajenga nyumba. Mwaka huu utaoa, utaolewa. Mwaka huu lazima ununue Vogue. Hilo kanisa litajaa watu, na nikwambia ukweli, watafanikiwa. Mnanisikia watu wa Mungu? Wale watu wakiambiwa vile watafanikiwa. Sio kwamba hawatafanikiwa, watapata. Ili litimizwe neno lililoandikwa na Paulo kwa Wathesalonike kwamba Mungu atawaachia roho ya udanganyifu wapate kuamini uongo ili wapotee milele. Saa hii roho ya mali ina 100% kwenye mioyo ya watu. Nikiita hata hapa saa hii watu wanaotaka niwaombee wafanikiwe, mtakuja wote hapa. Nikiita watu kutengeneza kwa ajili ya kuingia mbinguni, anaweza kanyanyuka mmoja, wengine msisimame. Mimi wacha nikwambie hivi, nimekuja hapa na kuamsha usingizini. Anasema Yesu, tafuteni kwanza ufalme na mengine haya yote. Tupate kwanza ufalme, tuwe na uhakika kwamba katika haya yote mimi nimeamua kwanza ufalme wa Mungu ninao. Haleluya. Sema amen. Ufalme wa Mungu kwanza. Ngoja nikwambie, ni hatari kama mimi ni mhubiri nitatanguliza pesa kwanza. Nikikutazama wewe alafu niangalie nitapata pesa kwako. Mimi kama mhubiri nikiwa na hiyo roho, ninayo taa lakini sina mafuta. Na tuna hao wa aina hiyo. Mniwie radhi nasema hivi kwa sababu natumia mfano niliona Yesu akiwa na wanafunzi 12. Alikuwa na wanafunzi 12 Yesu. Si ni sawa? Aliowaita mitume. Alikaa nao, alikula nao, alilala na wao, walitembea mguu kwa mguu, akienda huko wanaenda naye. Alienda nao mahali fulani, akawagawanya. Akafika kwenye mlima mmoja mrefu, akawaacha 9 chini. Akawachukua 3, Simeoni, Petro, Yohana na Yakobo, akaenda nao mpaka juu kileleni. 3, 9 wakabaki chini. 9 wakaachwa. 3 wakafika kileleni na Yesu. Kule juu akageuka sura. Halo. Uso wake ukang'aa kama jua na mavazi yake yalimetameta. Na akatokewa na Elia na Musa wakizungumza naye. Alafu wanafunzi wakamwambia, Bwana, yapendeza tukitengeneza vibanda vitatu. Kimoja chako, kimoja cha Musa, kimoja cha Elia. Walipozungumza wingu likawafunika. Sauti ikatoka katika wingu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Wakaanguka chini kwa hofu. Wakiwa pale chini, Yesu akawasogelea, akawagusa, akawaambia, inukeni. Inukeni. Mnanisikiza watu wa Mungu? Wakayainua macho yao, wasimone mtu mwingine, wakamwona Yesu peke yake. Alafu akawaambia, msiwaambie walioko pale chini yale mliyaona hapa.
ninauona ule ni kama eneo la tukio, wahubiri, wachungaji, mitume na manabii. Tuko tulioitwa, tuliochaguliwa tuhubiri, lakini katika hao watakaoweza kupanda juu ni wangapi? Watakaoweza kuona utukufu wake pale juu ni wangapi? Kwa nini ameonyesha upendeleo hasiwachukue na wasione utukufu? Na kwa nini anasema wasiambiwe hawa? Biblia inasema kulikuwa wakati fulani Yesu, maandiko anasema alikuwa hana haja ya kuambiwa habari za watu, maana aliwajua wote mioyo yao. Wote aliwajua. Anajua huyu nitaachana naye pale, akipata milioni 100 sahihi injili inabadilika, hata hubiri ile injili ya kweli, atageukia injili nyingine. Huyu akipata dola milioni ataacha injili, ataiwekea miungu mingine, ataanza kuitolea dhabihu na sadaka miungu mingine. Huyu ataenda na mimi mpaka mwisho, hata akiwa hana pesa au akiwa na milioni zaidi ya 100 anaweza kaenda na mimi mbali, wala hawezi kalikana jina langu. Anawajua. Anawajua. Usijisifie mhubiri wako wakati wewe umjui. Anayemjua ni Yesu peke yake. Jitazame wewe. Je, nimesimama au la? Jipime mwenyewe, anasema Paulo, jichunguze kama uko katika imani au la. Inawezekana uko kanisani lakini hauko kwenye imani. Inawezekana unatafuta tu maombi na maombezi. Lugha ya maombi na maombezi ni lugha iliyokuwa imetukuka sana kwenye generation ya sasa. Ni lugha iliyotukuka mno. Imeingia kwenye kila fahamu. Kila mhubiri anaweka maombi na maombezi, maombi na maombezi, maombi na njoo utolewe unabii. Mimi sijakataa kuombewa, na mimi nawaombea watu. Amen. Naweka mikono juu ya wagonjwa, nao wanapata afya, lakini sio neno langu kubwa. Neno langu kubwa ni hili: ufalme wa Mungu umekaribia. Ufalme wa Mungu, saa yoyote msiodhani parapanda italia, liwalo na liwe. Walio tayari wataenda. Wako walio tayari. Wako ambao wako tayari kufa kwa sababu ya Yesu. Wako ambao wako tayari wapoteze kila kitu, wanyang'anywe vyote, wapoteze mali zao, lakini hawawezi mkana Yesu, hawawezi kumwacha Yesu. Wako tayari kuchukiwa na kukataliwa na watu wa kwao, lakini wanasema sawa. Wako tayari kuchinjwa vichwa, lakini wanasema sawa, siwezi mkana Yesu, siwezi mwacha Yesu. Wako tayari wafilisiwe mali zao, lakini wako tayari hawawezi kumkana Yesu. Na hao watu wa namna hiyo, baadhi nimewaona kwenye nchi ya Kongo, wanalazimishwa kusilimishwa wamkane Yesu. Vijana wadogo wanakamatwa, wanafungwa mikono na miguu. Muko tayari kusilimu, wanasema ni heri kufa. Vijana wadogo wanakatwa vichwa, anaangalia mwingine anakatwa kichwa tena vibaya mpaka kinakatika. Haogopi, hatetemeki, wanaangalia mmoja baada mwingine. Nataka na wewe pia jaa ile nguvu ndani yako, liwalo na liwe, liwalo na liwe. Uwe unayo pesa, hauna pesa, haiwezi kukuondoa kwenye imani. Unapendwa, haupendwi, haiwezi kukuondoa kwenye imani. Watu wote wanakusifu au wanakukataa, haiwezi kukuondoa kwenye imani. Simama imara. Inawezekana atakuchagua katikati ya Wakristo wengine, anasema wewe panda na mimi hata juu. Tamani akwambie twende pamoja. Tamani hiyo. Ndugu zangu, usidanganywe. Kifo kitakuja tu, hamna shida, Mungu anajua. No. Maandiko yanasema
wazi kabisa, baada ya kifo hukumu. Usichukulie hukumu baada ya kifo ni rahisi. Usichukulie rahisi vile. Ndugu zangu, nikikufinya sahihi au nikakuwekea moto kwenye kucha, utapiga kelele. Kama moto kakijinga kama moto tu, nikakiwasha kwenye kucha yako ya miguu, utapiga kelele. Au nikakuwekea moto kwenye jicho lako, utasikia maumivu mpaka yanaingia kwenye mifupa, utapiga yoe. Lakini kumbe yale sio maumivu sawa sawa, yako maumivu yameandaliwa kwa wale waliomkataa Yesu, yatakayo kuwepo ndani ya maisha ya mtu milele, yatakayozidi maumivu haya tunayoangalia, yatakayozidi haya maumivu. Nimeona vijana, wanawake, waume pale Syria, mwezi huu ulioisha wa pili na watatu, mwanzoni hapa, vijana wadogo wa Kisiria wa Kristo wanachinjwa vichwa. Hakuna television inatangaza, CNN na BBC haiongei. Hawa jamaa wako tayari wahakikisha hakuna Mkristo. Wao wanasema, Wakristo wanasema lolote fanya, kifo hakitogopeshi. Haleluya. Kifo hakitutishi, maana tulishakufa pamoja na Kristo na tukafufuka pamoja na Kristo. Sio mimi ninayeishi tena, bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Nimeyahesabu maisha ya dunia hii ya sasa yalioonekana ya maana na ya thamani kuwa mavi, bali natafuta ile yaliyoko mbele yangu na yachuchumilia. Nikiyapata hayo, haya ya sasa sio kitu. Sio kitu. Sio kitu. Ninatembea wakati mwingine, naendesha gari, ninayaona makundi ya watu wanapotembea barabarani wakienda kwa mangaiko ya maisha. Najiuliza, hivi wanajua saa hii parapanda ikilia, anytime from now hakuna watu? Hawa watu wataondoka au watabaki duniani? Wanajua maana ya Mungu anamimina hasira yake juu ya nchi. Hapo ni juu ya nchi, sio jehanamu, ni juu ya nchi kwa kipindi cha miaka 7 tu. Wanajua kipindi cha dhiki kuu, maumivu yatakapoingia ndani ya mwanadamu na kifo kikasogezwa pembeni, badala ya kufa kwa haraka, kifo kinachelewa. Na maumivu ya kuingiza kifo kwenye mwili yanaongezwa zaidi ya 7 times. Zaidi ya mara 7. Unasikia maumivu, unalia, ulimi unakauka. Unaona badala kupumua hewa unapumua moto. Hewa inakuwa nzito, maana Mungu hawezi kukupa hewa nzuri wakati umemkana na umemwacha na huku muamini mwanae. Oksijeni hii itakaushwa na joto la jua. Biblia inasema kila kitu kitakauka juu ya nchi. Maji yataribika, ardhi hii itakukataa. Maumivu hayo. Saa nyingine unasema ni heri ningelikufa kabla kuliko kukutana na hiyo hali. Alafu bado hiyo unaambiwa haitoshi, kuna inayokuja mbaya zaidi, ya wakati unatupwa kwenye ziwa la moto pamoja na Lucifer na malaika zake, ambao moto huo wameandaliwa wao. Kwa nini aandaliwe mwingine alafu mimi niende huko? Na kati kuna njia ya kutoka nisiingie huko, na hiyo njia ni moja tu, kumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hakuna njia nyingine zaidi ya Yesu, wala sio dhehebu la mwanadamu, wala sio kanisa la mtu fulani, wala sio taasisi fulani ya kidini. Ni Yesu peke yake. Haijalishi wewe una sura ya aina gani, Mungu angalii sura, anaangalia umeamini Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Basi ndio njia pekee ya kutomoka. Haya maisha yaangalia yanavyoenda.
Kwa wakati huu tunaoishi sio sawa na miaka 50 iliyopita. Dunia imebadilika. Ulimwengu umegeuka. Hata na uangalia watoto tunaowazaa leo. Kizazi gani wanazaliwa nacho leo? Ninakiangalia kizazi cha leo ni kizazi cha aina gani? Wewe tafakari kizazi cha leo kilivyo. Labda hujawahi kujua kwa sababu bado na wewe ni kijana. Ungeliwapata wanaume au wamama wa miaka 50 60 iliyopita, waukumbuke ujana wa wakati ule, watakwambia hiki sio kizazi. Kuna tatizo duniani. Dunia imebadilika. Dunia imebadilika. Tunaangalia matukio yanayotokea duniani leo. For example, ushoga. Ushoga imekuwa sio kitu tena cha kuzungumzia kwa aibu. Kimefika kwenye ajenda kuu ya dunia. Ni ajenda ya muhimu duniani. Just imagine. Yani ni muhimu mpaka nchi masikini amupewi mkopo mpaka mmekubali kuweka haki za mashoga katika katiba za nchi zenu. Imagine. Nimezisikiliza vyombo vingine vinazungumza vya habari Marekani, vinasema hata shirika la Marekani lililokubwa duniani la msaada, lilokuwa likitoa mabilioni ya pesa kwenda kupelekea nchi masikini maendeleo, kusaidia elimu, kusaidia watoto, kusaidia magonjwa, leo eti taasisi kama ile ndio inayetaka kusaidia kuongezeka kwa ushoga duniani. Just imagine. Haleluya. Fikiria tu. Na wameingia kwenye eneo lote la dunia. Kila kona wameenda. Kila mahali. Kila nchi. Uganda iliyotangaza hadharani pesa zingine zikatolewa ili kuingia mahakamani, kutoa pesa kushindana na serikali mahakamani, haki za mashoga zipatikane. Mashoga waliofungwa watetewe, watolewe magerezani. Sasa hata afadhali basi kuna ushoga wa aina hiyo, lakini umezidi tena huu mwingine mpaka umefika unaitwa transgenders. Yani umefika mahali mwanamume anageuzwa umbo la uume wake linakuwa la kike, anabeba mimba. Haijawahi tokea. Sodoma haikufikia hivyo ndugu zangu. Haikufikia. Sodoma haijawahi kusikika mwanamume ameweza kufika akabadilishwa umbo akawa mwanamke, alafu akaolewa kwa harusi, alafu akabeba mimba. Haijawahi kutokea Sodoma. Lakini kizazi cha leo imefika hapo. Fikiria. Leo kuna haki katika serikali nyingine za kufunga harusi na wanyama. Unaolewa au unaoa mnyama, unapewa hati kabisa. Marekani ilifikia ukijifungua mtoto hapewi cheti cha kuzaliwa chenye kuonyesha jenda ya mtoto. Hairuhusiwi kuandika mtoto ni wa kiume au wa kike. Hiyo ni kumkatili mtoto. Wanasema mwache mtoto akue aamue kuchagua yeye ni jenda gani. Kwa hiyo eti unazaa mtoto unataka kusema namshukuru Mungu nimepata mtoto wa kiume, serikali inakushtaki. Hii dunia. Alafu mashirika ya misaada imekuwa mingi. Sehemu kubwa za hao jamaa ni kutangaza ushoga. Sio maendeleo. Vijana wetu wanakosa mikopo ya kwenda chuo kikuu. Wanakutana na makundi ya hao watu wanaojiita wanaotoa misaada. Wanawaingiza kwenye ushoga pasipo wenyewe kupenda, lakini kwa sababu ya shida. Tumefika mbali. Kama wewe uoni
Basi acha mimi nikuamshe tena jioni ya leo. Giza limeingia juu ya dunia. Usiku umeingia ni wa manane. Watu wamelala makanisani, hawatafuti tena kumtaka Yesu. Wanatafuta Mungu anibariki, nitanyanyuka, nitajenga nyumba, nitafanya hichi. Ni sawa, kujenga tutajenga, lakini cha kwanza injili irudi msalabani. Irudi msalabani. Sema amen, amen. Irudi msalabani. Kumbukeni, Waisraeli waliotoka Misri walikuwa ni 2,000,000. Walioingia Kanaani 2. Waliotoka Misri 2 milioni. Wameona miujiza Misri, wameona bahari ya Shamu ikifunguka, wameona mana inaanguka kutoka mbinguni, wameona mwamba unatoa maji. Hawakuingia katika nchi ya ahadi. Biblia inasema mizoga yao ilianguka jangwani, na hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Walipewa ahadi, waliitwa ni wana wa Mungu, walichaguliwa kutoka kwenye mataifa mengine, wakatangaziwa baraka. Hawakuingia. Hawakuingia. Nina hofu. Sijui kama kuna Wakristo wanaona. Sijui kama kuna wahubiri wanaona. Sijui kama kuna watumishi wa Mungu mbalimbali wanaona nyakati tunazoziishi leo. Mhubiri kuendesha gari na kuwa na nyumba nzuri sio muujiza. Hata wapagani wanaweza endesha. Mwenye dhambi anaweza endesha. Sio maombi yangu, sio sala yangu na dua yangu usiku na mchana. Hapana. Siwezi piga magoti nimwambie Mungu nipe gari. Lakini naweza nikapiga magoti nikauliza Mungu, kuna mahali gani katika moyo wangu nimekosa? Nifungue mahali ambapo siendi vizuri, nionyeshe hatua zangu. Hayo ndio maombi naweza nikayaomba. Kupewa, Biblia imesema nikiupata ufalme ninaweza nikaongezewa hivyo vingine, lakini sio maombi yangu tena. Nakueleza ukweli, sio maombi yangu. Unaweza kaniambia kwa sababu unavyo. Mimi sijazaliwa navyo. Hivi vitu viko duniani. Haleluya. Vipo tu. Na naweza kukuhakikishia ukimpata Mungu kwa 100%, ukimpata Yesu maisha yako kwa 100%, wala hutapiga magoti kumwambia Mungu nipe mali. Utakuta zinakutafuta zenyewe tu, zinakuja kwenye njia zako zenyewe. Anasema mwenyewe kabisa atayanyoosha mapito yako. Atayanyoosha tu. Atayanyoosha. Ataongoa milima, ataziondoa. Atajaza mabonde. Njia yako itanyooka. Haleluya. Lakini kwa sababu hatumtaki Mungu kwa moyo, amri ya kwanza hatujaishika, inayosema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako na kwa nguvu zako. Kwa kuwa hatujaishika hiyo amri, kwa hiyo tunaanza kwenda kukimbia kwenye mali. Mimi nimeshawaambia wengi, mara nyingi wako kwenye YouTube wananisikiliza. Mimi nimezaliwa na wazazi ambao walikuwa na mali. Baba yangu mpaka leo yupo duniani, ana mali. Sio kidogo. Ana mali. Zingine ni za kuzaliwa nazo, zimetoka kwenye familia iliyotokea, tumezikuta duniani. Kwenye ardhi tu ya wazazi wa miaka 100 iliyopita, mimi nimekutana na urithi wangu wa eka 300. Ardhi eka 300 ndani ya Marekani. Lakini kwa sababu ya Yesu nilinyang'anywa. Na nikasema sina haja ya ardhi. Na nyumba nikanyang'anywa. Kwa sababu ya Yesu tu. Na haikutosha. Walitamani hata nisihesabiwe katika familia. Na mimi nikasema hiyo sio kitu.
wala sura yangu sintaileta kwenu. Niliyempata ni wa muhimu kuliko ardhi, ni wa muhimu kuliko pesa, ni wa muhimu kuliko ukoo, kuliko kabila, kuliko jina la babu zangu. Ni muhimu. Nikawaambia hata jina la kwenu naweza nikalifuta, nisihesabiwa kwa jina lenu. Hello. Shangazi yangu alinifuata Arusha kwa kunisii niachane na Yesu. Dada mzaa baba alikuja na mume wake na ndege yake Tanzania, na wakaja na askari wao wa kuwalinda, bodyguard wao. Ni mabilionea, matajiri wakubwa. Wakashuka uwanja wa Kilimanjaro airport pale, wakaiweka ndege yao pale airport, wakanitafuta, wakanipata, wakafika mpaka kwangu. Mazingira naye yaishi na jinsi ninavyolala na ninavyokaa, walitoa machozi. Maana sio kwenye hali hiyo, walijua sasa kama kuharibika umeharibika. Kwa nini usimwache tu huyo Yesu? Urudi ungane na watu wa nyumbani. Umeacha nyumba nzuri kule nyumbani, umeacha kila kitu. Ni nini huyo Yesu anakufanyia? Shangazi yuko na mume wake, wamekaa kwenye kiti cha kwangu. Akachukua kitabu chake cha benki, akaandika cheki, akaniahidi, shangazi, chukua cheki hii, achana na Yesu. Hiyo cheki sio ya hela kidogo, ni zaidi ya bilioni ya Tanzania leo. Kwa pesa za Kitanzania leo, bilioni 2 na milioni 600. Bilioni 2 na milioni 600. Akanikabidhi mkononi cheki mwaka wa 97. Nikachukua ile cheki, nikaipasua mbele yake, nikasimama, nikamwambia anti na mume wake, nikifunga macho, nikafungua na walinzi wao wako hapa, nisiwaone ndani ya nyumba yangu. Nikapasua cheki, wakasimama, hawakugeuka nyuma, wakaenda zao. Sikumuona shangazi mpaka mwaka huu. Nimeambiwa shangazi amefariki, nimeambiwa na baba, na mali za shangazi zote baba ameziandikiwa zote. Baba ananiambia shangazi yako ameniachia mabilioni ya pesa. Nikamwambia zote ni za kwako, hata mimi sitaki hata shilingi moja, hata moja. Ningelikuwa na haja nazo miaka mingi kule nyuma, nisingehangaika na Injili. Baba akaniona nina jeuri, nina kiburi. Alikuwa ananiambia nitakupa pesa kidogo. Nikamwambia no. Ngoja nikwambie ndugu yangu, dunia ni tamu, ni nzuri mno, inavuta namna hii. Nani asipenda kuendesha gari zuri la kisasa hapa? Tena na siku hizi Tanzania, ukipata na kacheo kadogo serikalini, unaweka na zile taa za kimulimuli kwenye gari yako. Hata trafiki hawanyanyui mkono. Unapita barabarani kwa mbio ambazo hata zile speed limit hautaki kuzitii. Kimulimuli safi, raha kabisa. Unajisikia vizuri, hata mkanda ufungi kule ndani ya gari. Lakini siku na kufumba na kufumbua, pap, haupo. Utajua ile gari na kimulimuli chake akakusaidia kule unapoenda. Haitakupeleka mahali ukatetewa. Kule utaulizwa tu kaa kushoto. Hakuna kujadiliana, kaa kushoto. Atawagawa wengine kushoto na wengine kaa kulia. Ndugu zangu, Biblia haiongei uongo. Biblia ni kitabu cha kipekee katika vitabu duniani.
vilivyowahi kuongea 100% na zaidi ukweli. Zaidi ya 100% ukweli. Kila kilichosemwa kimetokea, kila kilichoandikwa kimeonekana, kila kitu kimekuwepo. Biblia ilichosema. Utaniambia una ushahidi gani? Nikuulize swali, kama unaofahamu mto Frati, uko kutoka nchi ya Uturuki, unapita Syria, unaenda Iraki. Ni mto wa kilomita 3,000. Kilomita 3,000 urefu wa mto ule. Unajaa maji hata wakati wa kiangazi. Haujawahi kupungua maji wala kukauka tangu kipindi cha Adamu na Eva walipoumbwa wakaweka kwenye bustani ya Edeni. Ule mto haujawahi kukauka. Maandiko yanasema na wale malaika wa 6 wakamimina kitasa juu ya mto Frati na ule mto ukakauka. Leo hauna maji. Utaniambia Biblia sio ya kweli? So uangalie kwenye Google. Hauna maji. Haleluya. Biblia inasema Israeli watatawanywa duniani, nao watanyang'anywa ardhi yao, na itafika majira watarudi kwenye ardhi yao, nao watakuwa taifa, nao watakuwa taifa hodari. Nchi iliyokuwa jangwa wataifanya tena kuwa nchi kama ziwa, wataifanya kama Eden. Kaangalia Israeli leo, walitawanyika miaka 1900, hawana ardhi yao, wako duniani wametawanywa. Hata babu zangu walikuwa kwenye mataifa mengine, leo wamerudi kwenye ardhi yao, wameikuta ni nchi iliyokuwa ya jangwa. Saa hii matunda mazuri duniani yanatokea Israeli, ndizi inatokea Israeli, maziwa ya ng'ombe Israeli, kuku Israeli, mayai wanalisha dunia. Imekuwa Eden. Hello. Sisi pamoja na nchi yetu ina maji, tuna maziwa. Panda mpunga hapo, ukivuna eka moja gunia 30 ni bahati. Ndugu wangu wa nyumbani hapa, nilimtangulia kuzaliwa, anaitwa Resho. Yeye amegundua ngano inalimwa wiki 2. Katengeneza mbegu, inapandwa leo, inavunwa baada ya wiki 2. Njaa itakuwepo kwenu? Na ni dada hajaolewa, yuko tu anazurura, ana hela. Inauzwa hiyo mbegu nchi za Ukraine, zinauzwa wapi? Kila sehemu. Urusi wapi? Inauzwa mbegu, watu wanalima hiyo mbegu. Wiki hizi mtoto wa anti yangu anaitwa Lisa ametengeneza mbegu ya nyanya, inaota kama mti, inavunwa mwaka mzima. Ni kuchuma tu. Ukiweka nyanya kwenye mizani ina kilo 1. Nyanya ina kilo. Nyanya ina kilo. Yako wako itakuwa inaota baada ya kuvuna imeisha. Hao watu hao ni fundisho la unabii unaotimia. Maandiko yanasema atachukiwa na mataifa yote ya dunia, atapigana na dunia nzima siku za mwisho. Leo muangalieni, anachukiwa na kila taifa. Walipoitangaza Yerusalemu kuwa ni makao makuu, Umoja wa Mataifa ulikaa kikao ukasema haiwezekani. Nchi zote zilikataa isipokuwa nchi 9 tu, na katika hizo 9 wengine hawakupiga kura, walienda kujisaidia, wakaogopa kupiga kura. Tanzania ilipiga kura, Yerusalemu sio ya Waisraeli. Donald Trump ametangaza kuhamishia ubalozi wa Marekani Israeli, Yerusalemu kwa makao makuu, na unahamishwa pale. Umoja wa Mataifa wakaweka kikao. Kwa nini sisi Tanzania tulihamishia Dodoma hapa makao makuu, Umoja wa Mataifa usikae kikao? Kwa nini iwe Israeli? Kwa sababu maandiko yamezungumza. Zaburi 83, watainuka mataifa yote kutoka kusini, mashariki, magharibi, watakuja kupigana na Israeli. Watasema tumkatilie mbali asiwe taifa. Ndipo watakapogeukwa na Mungu na kuyageuza mataifa kuwa samadi juu ya nchi. Na waeleza ukweli, huu ni mwaka sio mzuri sana. Kesho kutwa tarehe 12 mwezi wa 4, lolote linaweza likatokea Israeli. Tarehe 12 mwezi wa 4, kesho kutwa tarehe 12 mwezi wa 4, manake tunaingia Pasaka.
ni Ijumaa Kuu tarehe 11, 12 ni Sabati ya Wayahudi. Wanaenda kuchinja yule ng'ombe wa sadaka, ng'ombe mwekundu wa damu ya mzee. Wanaenda kutolewa sacrifice kwa mara ya kwanza baada ya miaka 1000 karibia, baada ya kujengwa hekalu lilobomolewa. Hakuwahi kuchinjwa tena. Huyu sasa anachinjwa kwa ajili ya hekalu la 3, na wanaenda kubomoa msikiti anytime ulioko Yerusalemu. Alafu utaniambia Yesu harudi. Fungua macho 2025 huu mwaka, mtanisikiliza ninachowaambia. Dunia inaenda pengine. Wameshawaandaa makuhani, wameshawatrain kwenye kazi ya ukuhani, wameshaandaliwa Walawi, wameshaandaliwa kwa ajili ya hiyo kazi. Washike zaidi ya Walawi 100 wameshaandaliwa kwa ajili ya hekalu tu. Wakuchinja ameshaandaliwa kwa ajili ya yale majivu ya yule ng'ombe, yaende pale mahali ule msikiti wa Waarabu ulipo wa Yerusalemu, wamage yale majivu pale kupata kasa pale maeneo ili wajenge hekalu mwaka huu. Na Donald Trump, rais wa Marekani, ameshaweka kidole chake. Alafu unafikiria kwamba Yesu atarudi? Mpinga Kristo hamtamuona tena, anaanza kutokea karibuni. Kwa macho tutamuona kabla hajatawala ili tunyanyuliwe. Sema amen, amen. Ndugu zangu, tuko karibu sana na unyakuo. Hekalu la Wayahudi halitasimamishwa kabla kanisa lijaondoka. Na ninachokiona sasa hivi, kelele zimeshafika pa juu sana. Amkeni. Kuna sauti za amkeni za watu wa aina mbili. Wale ambao Mungu ameshawafunulia kwamba Yesu yuko karibu. Sema amen, amen. Kuna wale ambao Mungu ameshasema nao, niko mlangoni, waambie watu wangu ninakuja. Alafu sauti ya pili ni ya matukio yanayoonekana wazi. Kama hautakuwa na uwezo wa kutafakari yanayotokea, hutajua tuko nyakati gani. Lakini sahihi, sauti zote mbili zinanyanyuka. Sahihi, hata watu wanaolala usingizi sahihi, wengine wanaoteshwa ndoto, anakuja. Wahubiri nao wafahamu wengi katika nchi mbalimbali za dunia wameacha kuhubiri habari zingine zote, wameanza kusema Yesu anarudi. Ninawaombea wahubiri wa Tanzania waachane na kutafuta pesa, wamhubiri Yesu anarudi. Waachane na kutafuta majina. Jina maarufu halitakusaidia. Jina kubwa Tanzania litakalosifiwa na watu wote halitatusaidia. Halitusaidii. Unijua ikusaidie nini? Mjua Yesu peke yake. Huyo ndiye anayetakiwa kuwa maarufu katikati yetu. Huyo ndiye anatakiwa kuinuka kama alivyosema Yohana Mbatizaji. Hana budi kuinuliwa yeye na mimi kushushwa. Yesu peke yake. Haleluya. Sema amen. Nyanyua mkono juu namna hii mmoja, sema Bwana Yesu, nitakusema kila mahali. Wewe ndio unayestahili. Hakuna mwingine zaidi yako. Nitalitamka jina lako wakati wote, unaofaa na usiofaa. Nitakutangaza kila mahali. Sitakuonea haya. Naomba nitie mafuta. Nisiogope wanadamu. Nisiangalie mambo ya wanadamu. Niinue tena. Niuishe tena. Ninyanyue tena. Haya maisha ya dunia hii nimejua yanapita, yanaisha, yanaenda mbio. Nipake mafuta Yesu. Nipake mafuta Masia. Niinue tena. Inua na nyumba yangu. Inua na wazao wangu. Inua katika nyumba yangu. Kila aliye katika nyumba yangu aisikie sauti yako katika jina lako Yesu. Amen. Piga makelele kwa Yesu, piga makofi mazuri.
Nimeshalimaliza lisali moja. Nimesimama saa 11 na sasa ni saa 12. Ninaamini kuna dakika chache ninaweza nikaomba na wewe. Inawezekana upo katika hali ambayo unapitia dhiki. Maisha yako yameyumba katika eneo fulani mpaka imani nayo imekaribia kuondoka. Kuna vitu vingine ndugu zangu vinaweza vikasababisha vikaingia ndani ya nyumba yako, vikaondoa amani, vikaondoa na imani. Unaweza ukapambana kwenye maombi ukaona majibu hakuna. Unaweza ukatafuta na sadaka ukatoa lakini majibu hakuna. Hayo mambo yakitokea yasikuvunje moyo. Simama imara tu. Zidi kumwamini Yesu, zidi kuchuchumilia yaliyo mbele. Haijalishi mazingira na mapito unayoyapitia. Simama imara tu. Wokovu wetu karibu kuliko tulivyoamini. Mlango ule tayari umeshaanza kugongwa. Yuko mlangoni anaingia. Na saa yoyote tutasikia parapanda. Nataka niende kuomba na wewe. Nataka niombe kwenye eneo moja la kwanza. Eneo hili ni la muhimu. Umejisikia kuvutwa nyuma na mazingira fulani. Haujamwacha Yesu, lakini umesikia kuna mambo yanakuvuta na unashindana nayo. Yanarudisha imani yako nyuma. Yanataka kukuondoa katika mtazamo ulionao katika Kristo. Nataka niombe na mtu wa aina hiyo. Na mtu wa pili ni kwamba umekiona kama kipindi chako cha kuishi duniani kinafika mwisho na hauna uhakika kama utamwona Yesu. Unajiangalia unasema najua ninaondoka. Kipindi changu, kuna watu wamepewa hiyo, wako hapa. Sio lazima uwe mgonjwa, sio lazima kwamba unapitia shida fulani. Lakini unaweza ukaona nina kitu kama kinaniambia nitengeneze. Nataka uwe na uhakika kwa ile safari tunapoiendea huko. Haleluya. Kwanza niwaambie kifo sio kitu cha kuogopa. Kifo sio cha kuogopa. Kifo cha mwili sio kitu cha kuogopa. Katika kitu ambacho sijawahi kukionaga kidhaifu ni kifo. Nimekihesabu ni kidhaifu sana. Hakina nguvu tena. Kimenyang'anywa nguvu. Maandiko yananiambia, ewe mauti ziko wapi nguvu zako? Ewe mauti kwa wapi uchungu wako? Mauti inaulizwa swali inakosa kujibu. Alafu sisi tunajibiwa na maandiko. Basi ashukuriwe Mungu atupae kushinda na zaidi ya kushinda katika hayo. Kwa hiyo tumeshakishinda kifo kabla kijatufuata. Tumeshashinda kaburi kabla lijatufuata. Maana katika kaburi tutainuka. Piga kelele, sema amen, amen. Kama tutainuka tunakiogopa nini? Hakikuogopeshi tena. Zamani kabla ya Kristo ndio tungeogopa. Sema amen, amen. Jamani ndugu zangu, tafuta pesa nenda Yerusalemu. Nendeni tu hata kwa umbea. Nendeni hata kwa umbea. Kwamba nimefika wapi? Lakini lengo lako nenda kachungulia wapi? Kwenye lile kaburi. Ni moja duniani. Aliko la aina hiyo tena ni moja peke yake. La mtu aliyewahi kuzikwa. Akakaa hapo siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Na jiwe wameweka na askari wamewaweka. Na alfajiri mapema jiwe likasogezwa. Aliyekufa akaamka. Akaonekana kwa muda wa siku 40 akiwatokea marafiki zake na wapenzi wake waliomwamini, akila pamoja na wao, akiwaambia haya ndio maneno niliwaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa kwenye Torati ya Musa na manabii na Zaburi. Akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Akakaa na wao mpaka siku ilipotimia ya kutoka hapa duniani. Akaenda nao mlima wa Getsemane. Akasimama akakaa na wao. Akaambia sasa ninaenda, nitawatumia msaidizi. Akanyanyuka, wakamwangalia kwa macho ya damu na nyama akienda mbinguni. Wakaona anaenda,
anaenda, malaika wakaona hawa Wayahudi watabaki hapa, wacha tuwarudie. Malaika na wao wakaja akamwambia, ndugu zetu nyie wa Galilaya, anayeenda atarudi. Hebu ndugu zangu, muwe na uhakika mnaposema mnamwamini Yesu. Kuna uhakika wa macho ya mwili na kuna uhakika wa macho ya rohoni. Yesu aliyefufuka, hakuna mwingine wa aina hiyo. Watu wanaobisha Yerusalemu liko kaburi mpaka leo, miaka 2000 liko wazi pale, liko wazi. Ukiniambia niache Ukristo, utaniambia niende kwa nani? Kiongozi wa dini yako amezikwa, amefufuka? Hapana. Yuko pale? Ndio. Mimi wa kwangu, maandiko yananiita yeye ndiyo chanzo cha uzima. Yeye ndio uzima kwa wote wanaomwamini. Yeye ndio nuru ya ulimwengu. Yeye ndio ufufuo. Yeye yu hai hata milele, na hata sahi amekishinda kifo kwa ajili yangu. Si kwa ajili yake, kwa ajili yangu. Haleluya. Nikishindana na watu wengine kwenye mambo ya imani, na wauliza tu kifo tafadhali, kifo. Nani anayekusaidia ukienda kaburini? Maana mimi ni naye. Kifo akiniogopeshi tena. Ni naye alienda huko. Biblia nasema usifikiri moyoni mwako, wala usisema moyoni mwako, ni nani atakaye panda mbinguni kumleta Kristo chini, au ni nani atakaye shuka kwenda kuzimuni kumleta Kristo kujuu kutoka kwa wafu. Bali lile neno linasema yu karibu nami, katika kinywa changu na katika moyo wangu. Yani lile neno la imani. Tayari ameshatoka kule, amekuja ndani yangu. Kashaenda kuzimuni, amemharibu aliyekuwa na nguvu za mauti, ili atoke kule aingie ndani yangu, akae kwenye lile neno la imani la kwenye moyo na kwenye kinywa changu. Saa hii siogopi, ninajua mbingu ninayo. Mbingu ninaingia. Mbingu ni lazima. Mlango ule umeshaandaliwa niingie. Jina langu limeshatangulia kule, na mimi nimeshachukuliwa katika roho, nimeketishwa pamoja naye juu sana kuliko mbingu zote na malaika wote na ufalme. Nataka na wewe uwe na uhakika. Sema amen, amen. Nataka uweke na uhakika. Alafu kama ulikuwa unaenda kwa kusuasua, sasa nenda kwa nguvu zote. Kama ulikuwa unakanyaga kwa kuogopa, unaendaje? Sasa kanyaga vizuri. Mwendo utaenda kumaliza vizuri, wala usiogope tena. Piga kelele, sema amen. Usiogope kwamba kaburi lako lina msalaba au halina. Hiyo makaburi yenye misalaba yote ni feki duniani. Misalaba ya makaburi haitokoi. Kinachomwokoa ni mtu aliyoko duniani sahihi akimkubali Yesu. Ukishamwambia tu hapa sahihi, ninakuamini, hata usipokuzika, hata usiposomewa sala ya maombi ya kuzika. Siku hizi tuna maziko mengine yamekuwa feki mno, mpaka tunatakasa kaburi. Unalitakasa kaburi la wapi kama sio usanii mwingine? Tunaliombea kaburi hili, wachawi amje hapa. Jamani, hii si agano la kale. Agano la kale kaburi lilikuwa linaingiliwa na wachawi, linaingiliwa na shetani, anamtaka Joshua, anamtaka Musa. Ni kwa sababu Yesu alikuwa hajaenda kaburini. Sasa hivi Yesu ameenda humo. Hakuna kaburi la mtakatifu linaweza likakanyagwa na wachawi. Haiwezi katokea. Hayo maombi hao wachungaji ndio usingizi wanao. Ni usingizi huo. Tunalinda ile kaburi na damu ya Yesu, ni usingizi huo. Jamani, maandiko yanasema kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaache huru wale ambao maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa kama utumwa. Ameharibiwa. Yaani hata udongo wa kaburi lako mchawi hataki hata kusikia harufu yake. Leo wahubiri wanatangaza, tunawatangazia wachawi wasije hapa. Waambie waje waone moto hapo. Huo mwili ni mwili wa ufufuo. Huo sio mwili wa kukaa hapa kaburini. Ni mwili wa uhai huo. Huo ni mwili Yesu alikaa, aliweka hekalu. Huo ni mwili unaosikia parapanda. Huo ni mwili utakaopokelewa na utukufu hapo juu. Huo sio mwili wa kuchukuliwa na waganga. Hizi elimu za usingizi tuziache.
Sema amen. Hebu shika mwili wako, sema huu ni mwili wa ufufuo. Sema huu ni mwili wa uzima wa milele, umeshaekewa ndani yake. Huu mwili umenunuliwa. Huu mwili si wangu mwenyewe, aliyeninunua kwa damu yake ndiye anaumiliki mwili huu. Usiogope. Haleluya. Sema amen. Ukitaka kuufaidi vizuri wa mwili, uwaambie kila siku, wewe mwili, unajua unambeba nani ndani yako? Unamjua ni nani anaishi ndani yako? Unajua ya kwamba wewe sio mali yako mwenyewe? Unajua ya kwamba anayekaa ndani yako ndiye aliyeumba mbingu na nchi? Unamwambia wewe mwili, usiogope wanadamu, usiogope yanayotokea duniani, maana aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliyoko duniani. Wewe mwili, usiogope wachawi, hawawezi kukufuata maana umenunuliwa kwa damu. Waambie wewe mwili. Ukishindwa kukuelewa, kachukua mafuta ya upako ya anointing, nunua mwenyewe, yaombe mwenyewe, alafu yachukue mafuta. Kwa damu ya Yesu mwili ni hekalu. Maana Biblia inasema nalo hekalu likatiwa mafuta kwa takatifu kwa Bwana. Na chochote kitakachotiwa mafuta hayo kitakuwa kitakatifu kwa Bwana. Utii mafuta wapia. Sasa atakaye kugusa kamgusa yeye. Piga makofi mazuri, maana hiyo hata elimu hatujui. Huu mwili. Ndio maana tuliruhusiwa kwenye huu mwili tule mkate na meza ya Bwana. Amen. Atakaye kula mwili huu na kuinywa damu yangu ana uzima ndani yake, wala mauti haitakaa ndani yake tena. Wewe ukishaingia kwenye hilo eneo, ukaushiriki ule mkate na ile damu, hata magonjwa yaliyokaa ndani ya mwili wako yatasema, kwa nini nimekaa kwenye huu mwili mpaka huyu mtu amekuja akaingiza damu ya Yesu ndani? Magonjwa yenyewe yatatoka yakilalamika. Yatalalamika mpaka yataenda kwa yule aliyeyatuma hayo magonjwa. Yatamwambia, ulitutumaje kwa yule mtu ambaye amenunuliwa? Utatutumaje kwa yule ambaye ameshalipiwa gharama? Kwa nini umetuletea matatizo? Sisi tulijua huyu mtu ni feki na ndio maana tumeenda, kumbe amenunuliwa. Na kuhakikishia, ukiujua mwili wako, hakuna mtu atakaogusa huo mwili. Tunaenda sawa eh? Sema amen, amen. Nyanyua mkono juu, sema mwili huu ni mwili uliobarikiwa kwa afya, kwa uzima, kwa ushindi, kwa mafanikio. Hautaonewa, hautateswa, hautanyang'anywa usingizi. Kwa jina la Yesu, ni mwili wa baraka, ni mwili wa uzima, kwa jina la Yesu. Amen. Simama pale ulipo. Nataka ujiweke mkono kwenye kifua chako hivi. Jiweke tu mkono mmoja kwa kifua. Chochote kitakachokuwa kinakuja, aidha kwenye ufahamu, kwenye hisia, maneno ya kusikia, mambo ya kuona na kuyahisi kwenye mwili wako, yakataka kukuvuta, nina ombi moja katika mkutano huu. Hicho kitu hakitarudia tena. Hilo ombi ninapoenda kuliomba, utakuja kushuhudia katika wakati mwingine. Utasema, hakika nimeiona nguvu ya Mungu katika maisha yangu. Kuna kipindi nilihisi kukosa nguvu. Kuna kipindi nilihisi kukata tamaa. Kuna kipindi maneno niliyoyasikia na mambo niliyoyaona, moyo wangu uliinama. Lakini sasa ninashangaa, nimeziona nguvu za Mungu zinanisogeza mbele zaidi. Na hata wale waliokuwa wakisema kinyume na mimi, nimeona jinsi wanavyoanguka na kuaibika. Utaenda kuzungumza maneno haya. Sema amen, amen. Na kama kuna jambo lingine lolote linalokuja na ukahisi kuna kaburi, kuna kifo, kuna nini, let me tell you this. Kwanza, Mungu andikagi kifo cha mtu. Mungu hana tarehe yako ya kufa. Nisikilize vizuri. Wakristo wanaambiwa Mungu ndiye amependa, Mungu ameamua. Sio kweli. Maamuzi ya kifo shetani hana kwa mtu aliyeokoka. Shetani hana. Mwivi haji ila kuiba na kuchinja na kuua. Mimi nalikuja ili wawe na uzima
kisha wawe nao tele. Nje ya Yesu shetani ana amri, anaweza kukuumiza. Ndani ya Yesu nimekuja uwe na uzima, kisha uwe nao tele. Ile power ya mauti na uzima, shetani kupanga accident, kupanga mauti, kupanga ufe kwa namna fulani, hana hiyo license tena. Hana. Mungu amemnyang'anya. Another one, Mungu mwenyewe hana amri ya kukuua wewe uliyemwamini. Hana hiyo amri. Amekupa wewe mamlaka katika kinywa chako. Kitu utakachopanda ndicho utakachovuna. Ukisema sifi na hautakufa. Ukisema nitafanya na utafanikiwa. Ukisema nitafanya na itatokea. Wewe ndio Mungu amekupa mamlaka. Mungu amekupa amri. Mungu amekupa nguvu zake. Sasa nataka utamke ukiwa umeweka mkono kifuani kwenye eneo lako la imani. Sema, najua ya kwamba nimetiwa mafuta na Baba katika maisha yangu. Hamna kiumbe chochote chenye mamlaka na maisha yangu, wala jambo lolote, wala tukio la aina yoyote halina amri wala mamlaka juu ya maisha yangu ya rohoni na ya mwilini. Hana mwanadamu wala mnyama wala viumbe vya rohoni hawana mamlaka na mimi. Hawana mamlaka na afya yangu wala uchumi wangu, maana mimi nimezaliwa mara ya pili. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kila kitu kimenyang'anywa nguvu na mamlaka kinyume na mimi. Hawawezi kunitamkia, kunitakia mabaya. Hawana uwezo kuniwekea mitego, kunichimbia shimo. Hawana uwezo kwa maneno yao wala matendo yao. Na yoyote atakayejaribu kutamka neno lolote amejiangamiza mwenyewe. Atakayeinuka ajaribu kuongea lolote libaya kinyume na mimi amejiangamiza mwenyewe, amejaribia mwenyewe. Aliye rohoni, asiye na mwili, hana mamlaka. Aliye mwilini, aliye na mwili wa mwanadamu au wa mnyama, akijaribu atajiangamiza mwenyewe. Mimi ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kuanzia sasa mtu yeyote asinitabishe, maana mwilini mwangu nimezichukua chapa zake Kristo. Tangu sasa nimemshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, wala sitaweza kushindwa na mauti wala kuzimu. Hawana mamlaka na mimi tena. Damu ya Yesu imenisafisha, imenikomboa, imenihesabia haki katika jina la Yesu Kristo. Tulia kimya niombe. Funga tu macho. Kiwango kile ulichokisikia na kuamini mbinguni ndivyo unavyohesabiwa kwamba wewe ni mwenye haki. Na kiwa kiwango hicho hicho ndivyo umehesabiwa duniani, unatawala. Kiwango hicho unachokiona mimi Mungu amenitendea, Mungu amenifanyia, hicho kiwango hakuna mtu atakayenyanyua mdomo kinyume na wewe wala kushindana na wewe. Uungu wa Mungu umeingizwa ndani yako na kukufanya juu ya nchi ukapate kutawala. Natangaza maneno haya juu ya watu hawa, yeye na nyumba yake, anayenisikia popote katika mitandao yoyote katika nchi ya Afrika, bara la Amerika, Ulaya, Australia, Asia, kila aliyoko Tanzania, aliyoko ndani ya taifa hili.
na kutangazia katika jina la Yesu, miguu yako itapanda mlima ule wa Transfiguration. Utaiona mbingu iliyofunguka na malaika wa Bwana wakikuhudumia. Hautakosa, hautapungukiwa, hautanyang'anywa haki katika eneo lako la maisha, hautapunguziwa hata unywele wako wa kichwani, hautachukuliwa hatua hata moja ya miguu yako. Nguvu zako hazitakupungukia, hatua zako hazitafupishwa, na adui hata karibia malango yako. Natangaza uungu wa Mungu juu ya watu hawa. Natangaza upendo wa kimungu uliomiminwa juu ya nchi, ukatamalaki juu ya watu hawa, ukatamalaki ndani ya ndoa, utamalaki kwa watoto, utamalaki kwenye kazi, utamalaki kwenye afya yao, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ile milango iliyofungwa na iamuru ifunguke sasa. Zile njia zilizofutwa juu ya nchi na zirudishe zikaonekane. Njia zilizofunguliwa zikalete baraka sahihi kwa jina la Yesu. Miungu isikae mbele ya watu hawa tena katika jina la Yesu. Magonjwa yasikae kwenye mwili tena tangu sasa, na mji wa mtu huyu ukaitwa mji wa baraka in the name of Jesus. Sema pamoja na mimi, asante Yesu, umenibariki, hakuna wa kunilani. Umeniinua juu, hakuna wa kunishusha. Tangu sasa nimeupokea uwezo, nguvu na mamlaka, na nina hakika mbingu ni yangu katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Ukiwa umesimama hivyo hivyo, shika sadaka yako nzuri. Shika sadaka, tunayekumtolea Mungu matoleo. Kila mmoja atafute sadaka, hata kama tulitoa, sio kama tumetoa.